Hadithi inaanza kwa Boni. Huyu jamaa bwana alikuwa ni mtoto fulani hivi wa kishua, lakini pia alikuwa anapenda sana maugomvi. Mchizi alikuwa na rafiki yake mmoja ambaye alikuwa anashibana sana. Watu hawa walikuwa wanashangilia wakisema ya kwamba wao mpaka kufa kwao watakufa wakiwa mabachela, hawahitaji kabisa kuja kuoa. Halo, kesi zilikuwa ni nyingi sana za madai nyumbani, kwani jamaa ilikuwa tu akitoka kwenda kupiga gambe, basi ugomvi lazima utokee na vyupa lazima vivunjike. Halo, kwa watu hii wazazi wakawa wanalalamika sana, lakini wakadhani huenda jamaa akifunga ndoa basi ataachana na maisha haya ya kijinga. Sasa mchizi alikuwa na shemeji yake moja anayetambulika kwa jina la Thompson. Huyu jamaa yeye anamiliki shirika la kutafutia watu wenza. Leo anamweleza mchizi wetu Bone ya kwamba wewe kwa kuwa hauhitaji kufunga ndoa, basi fanya jambo moja ambalo utaweza kuwaridhisha wazazi wako. Ninahitaji uende ukakutana na bimdada mmoja ambaye ameshakataliwa na wanaume kibao. Ninaamini huyu mwanadada ana gundu la kutosha, hivyo hata wewe ukienda kukutana naye utamkataa, na kwa hatua hii utakuwa mwaridhisha wazazi wako. Halo, Bone anaenda kukutana na huyu mwanadada. Bimdada mwenyewe alikuwa ni kifaa kweli kweli, anayetambulika kwa jina la Steffi. Huyu Bishosti ni mrembo, lakini maisha yake yalikuwa ni kizungumkuti sana. Anaishi na baba yake ambaye ni profesa. Mzee huyu anaitwa Mr. Samuel. Mama yake alishafariki toka akiwa mdogo, lakini mzimu wake bado unaishi ndani ya huyu mwanadada, hivyo kile eneo ambapo bimdada huyu alikuwa anakanyaga, basi mzimu wa mama yake ulikuwa upo naye. Halo, lakini pia mzimu huu ulikuwa unamsaidia kwenye mambo mengi, ikiwemo kumlinda na mambo mabaya, kwani leo wazee wa Mineso walikuwa wanajaribu kumdhuru huyu mwanadada, lakini walichokutana nacho bwana kilikuwa ni kipengele kweli kweli. Halo, Bishosti bwana baada ya kufika hapa anakutana na mtaalamu, anapiga mastori mawili matatu kutokana na urembo ambao bimdada aliyokuwa nao. Bone anashindwa kabisa kuendelea na plani yake, bali hapa anakacha mipango yote ya kuwa bachela na kuanza kuwa na mitoko mingi sana pamoja na bimdada Steffi. Bone alikuwa ni mpenzi sana wa mbwa, lakini pia alikuwa anamiliki duka ambalo alikuwa anauza vyakula pamoja na vifaa mbalimbali vya mbwa, lakini kwa bimdada yeye ilikuwa ni tofauti kabisa. Halo, leo mchizi anapokea fomu kutoka kwa baba yake na Steffi ilikuwa inatakiwa aweze kujaza ili aruhusiwe kuwa na mahusiano na bimdada. Halo, hii ni ajabu, lakini muhuni ilibidi tu aweze kujaza. Si unajua tena alishazama mapenzeni. Masharti yakawa ni mengi sana. Leo bimdada anampigia simu na kumweleza bwana, sharti lingine inahitajika aweze kukubali na kulifuata. Baada tu ya kufunga ndoa, mimi na wewe inabidi uhamie nyumbani kwetu. Halo, Bone akakubali, lakini kimbunga kikatokea nyumbani kwa bimdada, hii kiashiria kwamba mzimu wa mama yake na bimdada haumtaki Boni. Chizi akawa anapiga sana simu na kutuma meseji, lakini bimdada alikuwa hapokei wala hajibu meseji yoyote. Halo, leo bimdada akakutana na mchizi na kuweza kumpatia siri yote ya kwamba yeye ni kweli mama yake alishafariki, lakini mzimu wake bado upo nyumbani kwao. Hivyo anamweleza Boni mzimu ule umekataa wao kuwa na mahusiano. Bone bwana kwa kweli alikuwa akapewa ushauri na mtaalamu wetu Thompson ya kwamba bimdada yule atatafuta kila njia ili mradi tu muweze kuachana, hivyo endapo akikwambia maneno yoyote ya kukukatisha tamaa wewe usikubaliane nayo. Halo, Bone anamweleza mwanadada uchawi hauendi kwa mentali, mimi niko tayari kwa lolote. Halo, Steffi hakuamini, kwani kila mwanaume ambaye aliwahi kukutana naye huko mwanzoni ukweli kama huu endapo akimwambia basi mwanaume yule alikuwa anakimbia. Inakuwaje kwa mtaalamu amekubali kirahisi kama hivyo? Bone alijua ni masihara, hivyo anaenda kucheka sana yeye pamoja na shemeji yake akidai ya kwamba wamemweza mwanadada. Mshua anadai hawezi akaachika kwa sababu za kizembe kama hizo. Halo, Samueli baada ya kusikia kwamba Bone amekubaliana na kila kitu akashangaa sana. Familia leo mbili zinakutana kwa ajili ya kuzungumza jambo hili muhimu, lakini kipindi ambacho alikuwa anatoka nje, mzimu wa mama ukapasua vyombo ambavyo wageni walikuwa wametumia. Halo, naona kumeanza kuchangamka bado kweupe. Leo machizi wapo kanisani, ndoa inapita baina ya hawa wapendanao wawili, lakini baada ya bimdada kusema ndio amekubali kuolewa na mtaalamu wetu bwana, mlango ukajifunga kwa nguvu. Steffi akafahamu ni kitu gani ambacho kinaendelea, lakini wageni waalikwa wakasema huu ni upepo tu. Halo, safari inawapeleka mpaka nyumbani kwa kina Bone, lakini cha kushangaza mbwa akaanza kupiga kelele. Si unajua tena mbwa na wazee wa Mineso huwa hawaelewani kabisa, lakini mwanadada akaongea tu kimya kimya, bi mkubwa tuliza wenge. Mbwa nao akacha kupiga kelele. Halo, usiku wa kwanza bwana, bimdada anamweleza mchizi wataweza kukutana kimwili mpaka pale ambapo ye atakapomaliza masomo yake. Halo, Bishosti ana masharti mengi kama uraia wa Marekani. Mbona ni hatari? Muhuni akawa analalamika sana, lakini Bishosti anasema hayo ni masharti aliyopatiwa na mama yake. Halo, Muhuni alikuwa haamini kabisa ya mambo, hivyo akawa na force game. Ghafla akapigwa ngumi na mtu asiyeonekana. Muhuni akapenya dirishani, haamini kilichomtokea, lakini
lakini baba mtu baada ya kumfungulia mlango anamuuliza, nyinyi vijana wa siku hizi mnatumia vitu gani? Mechi ya siku ya kwanza bwana unaenea majani mwili mzima. Halo. Mzee atambui kilichomkuta muuni baada ya kuingia upande wa ndani, anaangalia hapa amepenyaje, lakini kabla hajakaa sawa bwana anachezea tena kikombe cha uso. Halo. Asubuhi na mapema Bone anamweleza Thompson yale yote aliyomkuta usiku wa jana na kumweleza hatoweza kabisa kuvumilia kwenye hii ndoa, hivyo anahitaji kumpatia bimdada talaka. Thompson anamcheka sana na kumweleza, mchizi, huo wote ni uongo wa bimdada ambao ameweza kukutungia. Hakuna stori kama hizo eti ya kwamba mama yake aliyefariki miaka 22 iliyopita mzimu wake uendelee kukaa naye mpaka hivi leo. Halo. Bone alikuwa hana la kufanya na kwa sasa alikuwa ni mpole kweli kweli. Leo wanaondoka na kuelekea ukweni kwenda kwanza maisha mapya pamoja na bimdada. Halo. Lakini baada ya kufika hapa Steve anaanza kumpatia masharti ndani ya hii nyumba. Kwanza kabisa, ukiwa unakula chakula hairuhusiwi kuangusha chini, yani hakikisha usiangushe hata chenga zake. Halo. Lakini pia ukifungua friji hakikisha unafunga ndani ya sekunde 20. Viatu ulivyoingia navyo chooni hairuhusiwi utoke navyo nje. Nguo zako pamoja na taulo ulilotumia hairuhusiwi uweke kitandani. Halo. Haya ni masharti ambayo yalikuwa ni magumu kweli kweli, lakini bimdada anamueleza haya ni masharti ambayo unatakiwa uweze kuyafanya yote. Endapo ukivunja hata sharti moja, basi kimbembe kitakuwa ni kikubwa sana juu yako. Halo. Basi maisha yakaanza, lakini mchizi akawa anavunja kila masharti ambayo alikuwa akaelezwa, na yeye akawa anachezea kichapo kweli kweli. Yani mwamba alikuwa anafinywa mpaka ikampelekea kwenda kununua helmet ili ajikinge dhidi ya kifinyo ambacho alikuwa anapatiwa na mzimu wa mama mkwe wake. Halo. Basi bwana, hii beto haikuwa kwake peke yake, kwani leo mzee Samuel alikuwa anamlalamikia sana mke wake, akimweleza kitu anachomfanyia sio sawasawa. Ni mtu gani duniani anayeweza kula chakula bila kumwaga? Mzee mzima anasema utu uzima alionao kweli anapigwa na mke wake kisa kamwaga punje ya mchele. Halo. Bone bwana upande wake alikuwa ni hatari kweli kweli, kwani hata wakati wa usiku ilikuwa akijaribu kumkumbatia mwanadada alikuwa anachezea kifinyo. Mzee anamweleza Bone, usikate tamaa, ipo siku moja mzimu huu wa mama yake utakukubali. Mimi nina imani kubwa sana wewe ni kijana sahihi kwa mtoto wetu Steffi. Sasa kuna podcaster mmoja anaitwa Bosi, huwa anafuatilia sana maisha ya hii familia kina baby dada Steffi. Leo muungano wa kazi akaanza kumfuatilia Bone ili aweze kuzungumza naye, na siku hii ya leo akafanikiwa kumwachia ujumbe. Bone anaufuata ule ujumbe mpaka kufika sehemu ambayo podcaster huyu alikuwa anaishi. Anamweleza kwamba ndani ya ile nyumba huwa ninasikia kelele nyingi sana, hususan wa usiku, lakini pia nimefuatilia familia ile kwa kitambo kirefu sana, hivyo ninatamani nifahamu zaidi maisha yao ya ndani, kwani ninaamini stori yao watu wangu wataipenda kweli kweli. Halo. Bone baada ya kusikia hivi akavizia siku ambayo wazazi wote walikuwa wametoka ndani ya hili eneo, akamleta mtaalamu wetu Bosi. Kosa la kwanza Bosi alilolifanya, aliingia ndani ya hii nyumba akiwa amevaa viatu. Halo. Bone kwa kuwa alikuwa anatambua ni kitu gani kinachofuata, hakika alimwacha mshikaji aliipata ya moto, alichezea kifinyo akatoka humu ndani mbio akiwa haamini macho yake. Halo. Bone leo pamoja na mke wake Steffi, kwa kuwa walikuwa ni watu ambao mpaka muda huu hawajafanikiwa hata kugusana, yani lile tendo walikuwa wanalisikia tu kwenye masikio yao, hivyo wakaamua kuzungumza kwa kutumia meseji, na hapa akaweka mipango ambayo wao waliamini watauchanganya mzimu wa mama yake na bimdada Steffi. Mpango wenyewe ulikuwa ni kwamba mchizi alikuja na cheti kinachothibitisha bimdada kwa sasa alikuwa ni mjamzito. Halo. Mzee Samuel kimtindo alishangaa, lakini alikuwa hana namna. Kitu hiki kamfanya bimdada Steffi pamoja na mtaalamu wetu kimtindo kuenjoy penzi lao. Taarifa hizi baada ya kufika kwa wazazi wa mtaalamu wetu Bone, wakafika ndani ya hii nyumba kwa lengo la kuweza kumpongeza mchizi, lakini pia wakasema watakaa ndani ya hili eneo kwa muda wa wiki moja. Halo. Sasa babake na Bone alikuwa ni mtu agambe sana, na ndani ya hii nyumba mzimu huu ulikuwa hauhitaji kabisa mtu yoyote aweze kupiga kalinya, hivyo Bone leo anamtoa baba yake upande wa nje na kumweleza kwamba inabidi gambe aweze kuipigia huku, lakini mzee huyu baada ya kulewa anarudi ndani na kuanza kuleta noma sana, anavuruga vitu huku akiwa anamfokea sana mzee Samuel. Tunajua tena gambe bwana, muda mwingine huwa anakufanya unafanya vitu vingine visivyoeleweka. Mke alijaribu sana kumzuia mume wake, lakini yeye alikuwa anajidai mwamba. Bwana mzimu kakasirika, hakika mzee alitembezewa kichapo cha kutosha na mtu asiyeonekana. Asubuhi na mapema anaondoka, anaiaga hii familia. Mzee aliamua kuja kukaa ndani ya hili eneo kwa muda wa wiki moja. Maisha yamemshinda, anaamua kujichenga ndani ya muda mfupi tu. Halo. Bone bwana, maisha humu ndani akampelekea
yake hakuwa na mawazo sana, lakini pia akawa ni mtu wa kupiga gambe kwelikweli. Mwanadada kimtindo akawa anamwonea huruma, lakini alikuwa hana chochote cha kuweza kufanya ili kumsaidia mumewe. Halo, podcast leo namchukua Bone pamoja na Thompson mpaka kwa Sangoma mmoja. Baada ya kwenda kumwelezea, Sangoma akasema yeye hana chochote cha kuweza kuwasaidia, lakini akamweleza mtaalamu wetu Bone ya kwamba mbele yake anaona mwamba anaenda kupoteza maisha muda sio mrefu, hivyo inabidi awe makini kweli kweli. Halo, tajiri akashtuka kweli kweli. Lakini huku upande wa pili tunafika kwa wazee wa Mineso. Hawa jamaa bwana, kazi yao huwa ni kuwinda mizimu kama hii, hususan ambayo ilikuwa na nguvu, na watu wao walikuwa wanawinda mzimu wa mama yake na Steve kwa kipindi kirefu pasina kuwa na mafanikio yoyote. Lakini siku hii ya leo Bone akiwa katulia zake ana mawazo, hao ongwana akatengeneza tukio kama vile mzimu wa mama yake na Steve ukawa umeinua kisu ukiwa anahitaji kumchoma mtaalamu wetu Bimdad. Akiwa anashuhudia hili jambo akawa anapiga kelele akidhani ya kwamba ulikuwa ni mzimu wa mama yake ukiwa unahitaji kumwangamiza mchizi. Bone baada ya kuona hivi kimtindo akakumbuka maneno ya Sangoma, akaondoka ndani ya hili eneo akiwa anasikitika. Moyoni mwake anaona kabisa ndoa baina yake pamoja na Steve hakika imeweza kushindikana. Halo, lakini pia hata kwa Bimdada Steve na akawa anahuzunika kweli kweli. Hawa wazee wa Mineso kumbe ndicho ambacho walikuwa wanakihitaji wao. Siku zote walikuwa wanatafuta nafasi ya kutengeneza mgongano wa kihisia baina ya Bimdada pamoja na mzimu wa mama yake. Waliamini kwa hatua hii mzimu wa mama yake utakuwa hauna nguvu yoyote ya kuweza kuwazuia wao. Halo, basi leo bwana anamfuata Bone na kumshawishi aweze kuwapeleka nyumbani kwa kina Steve. Mchizi anaamua kuweza kuwapeleka. Baada ya kufika hapa, kwa kuwa Steve aliona kabisa ya kwamba mzimu wa mama yake tayari umeanza kuwa ni hatari kwa maisha yake, akakubali watu hawa waweze kufanya kazi ya kutoa huu mzimu ndani ya hili eneo. Lakini Bone akaamua kurudi tena kwa yule Sangoma ambaye alipelekwa mwanzoni na yule mtaalamu wetu podcaster. Baada ya kufika na kumwelezea, mama huyu akamweleza Bone watu wale sio wazuri na kitu ambacho ataweza kukifanya hakika kina uwezo wa kuathiri pia maisha ya mwanadada Steve. Watu hawa ambao wanaongozwa na mtu mmoja anayepatikana chini kabisa ya dunia ya giza. Mtu huyu ni hatari kweli kweli, hivyo anamweleza fanya juu chini uende ukamsaidie mwanadada. Halo, basi Bone pamoja na mwanadada bila kusahau washikaji wake wanafika paka katika eneo ambalo alikuwa ameelekezwa na wale wazee wa Mineso. Baada ya kufika hapa, taratibu zinaanza za kuweza kuchukua mzimu wa mama yake na Steve, lakini Bone akawa anajitahidi kuzuia ile tukio, lakini hao waungwana walikuwa na nguvu zisizokuwa za kawaida. Mvutano hapa na pale ukampelekea Sangoma kufika hapa na kutoa msaada, na hatimaye mzimu wa mama yake na Steve bwana unabaki kwenye mikono ya Bimdada, na siku hii ya leo unathibitisha mahusiano baina ya binti yake pamoja na mtaalamu wetu Bone. Halo bwana, watu hawa wawili wanaenda kuanza maisha mengine mapya, lakini nasi tunafika mwisho wa picha yetu. Na kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.